Kwingineko, wakazi wa kaunti ya Laikipia wamekosoa serikali ya kitaifa na ya kaunti kwa kushindwa kutekeleza suluhu za kudumu za tatizo la mara kwa mara la uhaba wa maji, licha ya kaunti hiyo kuwa na karibu na Mlima Kenya, mojawapo wa minara mikuu ya maji nchini. Wakazi hao wanasema baada ya gavana Joshua Irungu kuingia madarakani mnamo mwaka 2022, ahadi zake zimekuwa za maneno matupu bila vitendo. Wakazi wa kaunti ya Laikipia wamezituhumu serikali ya kitaifa na kaunti kwa kushindwa kukamilisha mradi wa bwawa kubwa uliopaswa kuanza mara moja mwaka 2018 na kukamilika mwaka 2021, lakini badala yake ulitelekezwa. Alafu tunabaki tukikimbizana na hiyo maji kwa mitaro mahali libaki kidogo. Wakazi wanadai kuwa serikali ilitelekeza mradi uliopendekezwa wa bwawa kubwa la Kahurura lenye thamani ya shilingi bilioni 6 ambao ulikusudiwa kujenga ndani ya msitu wa Mlima Kenya ili kutoa suluhisho la kudumu la maji katika kaunti nzima. Kusema ya kwamba ni hali mbaya ambayo watu wa Laikipia wamekuwa kwake, especially mambo ya maji. Maji sana sana, wengine maji ya kunywa hayapatikani ama hata hayatoshi. Jua ikiwaka tu mwezi mmoja inakuwa ni rationing. Na ili hali sisi tumekaa karibu na mlima Mount Kenya, mahali maji yote inatoka. Mito inazombana, imepitia Laikipia mito mingi sana, na hakuna mahali tumefungia maji. So sisi ni wakati wa mvua, maji inakuja inabeba kila kitu, rotuba na kila kitu ikipeleka chini. Mnamo Juni mwaka 2018, aliyekuwa katibu mkuu wa Wizara ya Maji, Joseph Irungu, alitangaza mjini Nanyuki kuwa ujenzi wa bwawa hilo lenye uwezo wa kuhifadhi mita milioni 5.5 za maji umeanza mara moja, na mradi huo unatarajiwa kukamilika ndani ya miaka 3, lakini miaka 7 baadaye ujenzi hujaanza. Baada ya kuingia madarakani mwaka 2022, gavana wa Laikipia Joshua Irungu alisema kuwa ameanzisha hatua za kutatua tatizo la uhaba wa maji katika maeneo ya vijijini na mjini. Ya mashinani, outreach in terms of water access, we are still working towards making sure that our people, nobody in this county should travel more than 2 kilometers to access clean drinking water. And I'm proud, in the next probably 1 month, I'm happy and proud to announce that one of the greatest remarkable things that we'll have ever done to this Nanyuki. As we think about expanding this Nanyuki, as much as we look forward to creating conducive environment, wakazi wanailaani serikali ya kaunti kwa kushindwa kutekeleza hatua zilizoahidiwa, ikiwemo ahadi ya gavana Joshua Irungu ya kuchimba visima 300 baada ya kununua mtambo wa kuchimba visima msimu wa kiangazi unapokaribia. Wakazi sasa wanakabiliana na mgao wa maji wa muda mrefu. Rael Makona, Runinga KU.